Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa serikali itaunda tume ya uchunguzi kuchunguza machafuko yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 29. Rais Samia ametoa kauli hiyo wakati akilizindua bunge la 13 la Tanzania jijini Dodoma, ambapo pia ametangaza msamaha kwa vijana wote waliokamatwa kufuatia maandamano ya siku 3 yaliyofanyika kuanzia siku ya uchaguzi. Na kama anavyoripoti Agnes Penda, kiongozi huyo pia ametangaza mchakato wa marekebisho ya katiba ndani ya siku 100. Rais Samia Suluhu Hassan akiliongoza taifa katika ufunguzi wa bunge la 13 la nchi hiyo baada ya uchaguzi mkuu, amekita hotuba yake katika matukio ya wakati wa baada ya uchaguzi. Kwanza akitangaza msamaha kwa vijana waliotiwa nguvuni kwa kuhusika na ghasia za siku 3 zilizolikumba taifa hilo wakati wa uchaguzi mkuu. Rais Samia amesema kuwa vijana walioshiriki maandamano walifanya hivyo kwa kufuata mkumbo na kutaka utaratibu uanze wa kuwarejesha kwa familia zao. Maandamano hayo yaliripotiwa kusababisha vifo, majeraha na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Zaidi ya vijana 600 walikamatwa na kufunguliwa mashtaka yakiwemo uhaini. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Aidha, alisisitiza dhamira yake ya kuanzisha tena mchakato wa kutunga katiba mpya. Moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Rais pia alivitaka vyama vya siasa kukutana na kufanya maridhiano bila shinikizo. Aidha, wizara mpya itaundwa ili kushughulikia masuala ya vijana katika nia ya kuwashirikisha zaidi katika masuala ya maendeleo. Kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora, ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu. Baada ya hotuba yake, bunge limeahirishwa hadi Januari mwaka ujao. Agnes Penda, BBC. Tusalie katika taarifa hiyo. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika ghasia hizo na kuwaomba wabunge na wageni waalikwa kusimama kwa dakika 1 ili kuombea waliofariki. Lakini hotuba hii imepokelewaje na upinzani? Tumezungumza na John Heche, kaimu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Kwanza, hilo la kuhusu kusamehe vijana, inatakiwa vijana wote walioko ndani na Watanzania wote waliokamatwa waachiwe, sio baadhi. Hicho kitendo cha kusema baadhi ya watu waachiliwe ni kutoa mwanya kwa ofisi ya DPP kuendelea kushikilia watu wengine, watatoa rushwa na kutakuwa ni mwanya wa kutengeneza rushwa kwenye hilo jambo. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tulishikiliwa tangu tarehe 22. Nimekaa mahabusu ya polisi kwa siku 21. Kwa hiyo kama mimi naweza kubambikiwa kesi kubwa kama ya ugaidi, hao vijana wote waliobambikiwa kesi hizo za zinazoitwa uhaini ni kesi za kubambikiwa. Kwa hiyo wote kwa nchi nzima na wengine walioko kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi bado wako kwenye vituo vya polisi, wanapaswa kuachiwa bila masharti yoyote, na sio kusema ofisi ya DPP ione nani na nani inamwachia. Lakini pili, sisi tunakaribisha kauli ya UN ya Umoja wa Mataifa kwamba tunahitaji tume huru, aidha kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika, au kutoka SADC, ije kuchunguza masuala yaliyofanyika humu ndani kama ilivyofanyika Kenya mwaka 2007. Kwanza tuelewe watu wangapi wameuawa.
Nimesikitika kwamba hajatamka idadi ya watu waliouawa, kwa sababu maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote kwenye hii dunia. Tunataka kujua idadi ya watu waliouawa, idadi ya majeruhi na wako wapi, kwa sababu majeruhi wengi waliokuwa kwenye hospitali, wengine hawaeleweki walipo. Ndugu wakabidhiwe miili yao. Watu waliohusika kuumiza watu, kuleta hii atrocity kwenye nchi yetu, kufanya mauaji makubwa kiasi hichi, wachukuliwe hatua. Baada ya hapo ndio jambo lingine lolote linaweza kujadilika. Hotuba ya Rais Samia pia imezua maoni mseto miongoni mwa raia. Hizi hapa ni kauli tu za baadhi ya wakazi jijini Dodoma. Swala la kuwaleta vyama vya siasa pamoja litasaidia sana kwenye masuala mazima ya kupata mwafaka wa kitaifa. Lakini tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kuonyesha kwamba ameguswa na swala la vifo vilivyotokea vya vijana wetu wa Kitanzania ambao walipoteza maisha tarehe 29. Kiukweli ni huzuni kwa taifa, kwa sababu vijana wengi, yani nguvu ya taifa imepotea. Misikitini, makanisani, watu wanahuzunika. Nchi imepasuka kutokana na haya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo tunashukuru kwa Mheshimiwa kuliona hilo. Lakini la pili ni kauli yake ya maridhiano. Kauli yake ya maridhiano, ni kweli taifa hili linahitaji maridhiano, kwamba kama taifa tukae pamoja, tutafute kiini cha mgogoro. Kwa nini tumefikia hapa? Kwa nini Watanzania tumeanza kuchafuka? Tunachafua taswira yetu ndani ya nchi na nje ya nchi.